maana tulipita tangu asubuhi. Sasa hivi ni saa 8 inaenda. Kazi kubwa ilifanyika ndani. Kuna kero nyingi sana umeelezwa, na ambazo na wewe pia uligundua wakati wa ukaguzi wako. Mengi ni ya kitaalam, na kwa sababu wewe ni mtaalam pia katika sekta hii ya afya, mengi pia na wewe unafahamu. Kwa hiyo mimi nitasema tu machache ili nikukaribishe, uwape waheshimiwa wananchi wako nafasi ya wao na wao kusema jambo kama wanayo. Mheshimiwa Mbunge, kuna changamoto ya barabara hii hapa. Kwa bahati nzuri jana tulikuwa na watu wa TARURA, kwa na Mheshimiwa Faraja hapa na mtendaji. Tulipita kwenye kata yetu hapa kwa ajili ya kubainisha barabara ambazo zitawekwa kwenye budget ya mwaka huu wa 26-27. Na hii barabara hii na ambayo dokta alikuwa amesema na taarifa imesema, jana tulipata taarifa yake kwamba fedha zipo, na hata kwenye hii budget inayokuja fedha zinawekwa kwa ajili ya kukamilisha. Kwa hiyo nataka niseme mbele yako kwamba tulifanya kazi hiyo jana na tulipata hiyo uhakika kwamba hii barabara itaendelea kujengwa kama ambavyo huwa wanajenga. Lakini Mheshimiwa Mbunge, hilo lipo kwenye mamlaka yako. Unaweza ukabadilisha kile walichopanga TARURA na sisi, ukaongea na wakubwa na wakasema ijengwe kwa wakati mmoja, tukawa tumemaliza. Kwa hiyo sisi kama madiwani jana tulifanya kwetu, lakini kwa kuwa ni kero kubwa na ambayo na wewe leo umeona, unaweza ukasema jambo na hii barabara ikawa imeisha. Kero nyingine hapa Mheshimiwa Mbunge ni kero ya ukuta. Ukuta unatusumbua. Hata hii kusemwa kwamba wananchi wanaondoka au wagonjwa wanaondoka na mablanketi ni kwa sababu hatuna ukuta. Maana tungekuwa na ukuta, mtu akipita getini ni lazima aonekane amebeba nini. Hivi kwa sababu hatuna ukuta, tutaendelea kuwasingizia wananchi vitu ambavyo kwa wakati nyingine si wao wanafanya. Lakini pia kujifunika pia baridi ni haki ya kila mmoja, si ndio? Ni haki ya kila mmoja. Kwa hiyo hoja iliyotolewa kwa Mheshimiwa Faraja Saile si hoja nzuri daktari. Si hoja nzuri kabisa, na kuna tatizo la nyie kutokuhudhuria ODC. Nikizungumza na dokta wa wilaya kule kwenye council, mnasema labda si tunawasema, lakini mngekuwa mnakuja kwenye ODC na ambapo wenye viti wa vitongoji wapo, wakati nyingine maswali mengine yanaishia huku na tukawa tunajadili yale mambo makubwa tunapokuwa kwenye full council kule. Kwa hiyo jengeni hiyo tabia ya kuhudhuria kwenye vikao vya ODC na hata mikutano ya hadhara, sababu kuna mambo mengine kama ile ulisema kwamba wananchi tuwahamasishe na wao waje watoe mchango wao kwa ajili ya kufanya usafi. Wananchi bila kuwaelimisha kwamba ni kwa nini wanatakiwa waje hapa wafanye usafi, hawawezi kuja. Lakini ukija tukazungumza wote kwenye mkutano, hiyo ni jambo rahisi sana. Kwa hiyo naomba mjenge hiyo kwamba mnahudhuria kwenye vikao ili tuweze kuyajenga pamoja. Mheshimiwa Mbunge, mambo ya kata hii ni mengi, lakini ninaomba kwa sababu ya uchache wa wananchi walioko hapa, tutapanga siku kama hautajali, nikuitie mkutano mkubwa ambao wananchi wote watakuwepo. Mambo ambalo umelifanya kwa siku ya leo inawasaidia wananchi na pia imewagusa. Kama utazungumza baadaye watasikia, na pia mimi nishukuru. Lakini kuna mahali ambayo inafika unaona kama hautambuliki. Kwa siku ya leo nimeona, kwa sababu ni ukweli kuna vitu ambavyo vinaelezewa na daktari
ambavyo vitu ambavyo vinastahili, hata nami ningekuwa na hizo taarifa ya kusema kwamba hospitali yetu wananchi wanaenda na mablanketi. Hiyo sio taarifa nzuri sana, kwa kuchukuliwa blanketi kwa mwananchi kuja kutibiwa alafu anaondoka na blanketi la hospitali. Zile taarifa tungepata, nikapata wasiwasi kwamba na maana hata madaktari hawatutambui kama mwenyekiti yupo, balozi yupo, kwa sababu hizo taarifa tungekuwa nazo. Na ushirikishwaji, vitu kama hivyo vinavyotoka, tunaomba tushirikiane wote, tusije tukamletea mbunge wetu matatizo ambayo mwenyekiti angeweza kutatua au balozi. Ile ni jambo la aibu, mtu kuondoka na blanketi. Tungekuwa tunawakemea. Mheshimiwa Daktari, nadhani hilo tuendelee kushirikiana, na kuna vitu ambavyo vinafanyika sishirikishwe kama mwenyekiti wa eneo hili. Mimi ndio mwenyekiti wa eneo hili. Kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo mimi sifahamu wala sijawahi kusikia. Kwa mfano, mheshimiwa mbunge, hili jengo linalojengwa hapa, mimi sikushirikishwa kabisa. Ninaona tu jengo linapanda, nauliza, naambiwa kwamba kuna jengo linajengwa. Kwa hiyo niombe kwa wakati mwingine tunavyokaa tushirikishwe mambo kama haya yanayofanyika katika vitongoji vyetu pamoja na kata yetu ya Oldurman, kwa sababu kuna mahali ikifika hata na sisi tutazungumza kama viongozi wa eneo hili kwamba hili ni kweli kwamba lipo. Swala la usafi tungeshirikiana pia. Mganga wetu asingezungumzia swala la usafi. Swala la usafi ni jambo la ambayo hata sisi tunashirikishwa, tunaendelea kufanya, na pia kama tutashirikiana tutatoa maelekezo kwa wananchi wetu, wanaweza tukafanya. Maanake hivyo ni vitu vidogo vidogo ambayo hatuwezi kumuelezea mbunge wetu. Mbunge wetu tunataka tumuelezee kwamba kuna mahali kuna shida ya jengo, kuna mahali labda imeharibika barabara kama hii, ndio tunaweza tukamueleza. Lakini swala la mazingira haya tunashirikiana sisi kama viongozi wa eneo hili, lakini tukiendelea kutengenezeana, inawezekana mbunge akaenda akasema hivi ni mimi ndio mwenyekiti wa Ekenywa na mimi ndio diwani wa hapa. Hapana, kuna vitu vingine ambavyo tukishirikiana kama sisi wananchi wa Ekenywa na kata ya Oldurman inaweza ikafanyika pasipo kumshirikisha mbunge wetu ambaye Mungu ametuletea. Kwa hiyo mimi niwashukuru pia nikushukuru mheshimiwa mbunge. Haya yote yaliyozungumzwa nimeyasikia, sababu leo nimesikia kwamba vitu vingine ambavyo vinastahili wananchi kununua, tusije tukasikia tena mwananchi anatozwa. Maanake wamama sasa hivi ni kwa vile tu mheshimiwa mbunge, wa mama wanaogopa kuzungumza ili wasikose huduma. Ni ukweli swala lile la pamba nini na nini, wananchi walikuwa wanawajibika kununua, lakini leo nashukuru kwa sababu amezungumza mbele yangu. Hatutaki tena kusikia hilo jambo la kusema mama amekuja amejifungua hapa ameenda kununua pamba au ameenda kununua paracetamol. Nikushukuru sana kwa hilo. Haya yote yaliyozungumza ya nyuma yabaki kuwa ya nyuma, lakini hizi za mbele nikuombe sana mheshimiwa mbunge, utapata taarifa zetu. Na uzuri mmoja anakujaga hapa lakini wanifahamu. Mimi nakuja tu napita pita, ni kwa vile tu sitaki kuzungumza sana. Na sitaki kumsemea mtu. Lakini kwa vile leo amezungumza kwa kinywa chao, mimi nitakuwa napita naangalia na nitauliza kwamba je, kilichozungumzwa leo ni cha kweli? Kama kitakuwa cha kweli, taarifa hizo utapata mheshimiwa mbunge.